Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wa ndugu, katika Conference de Grandeur tuna moyo wa shukrani kwa neema hii ya usiku ambayo Mungu ametupatia kusudi tuweze tukaojeana kwa ajili ya maandiko matakatifu. Kama jinsi ilikuwa ikipangiwa, mimi Pastor Baraka Bugera Peter ninayeongoza kanisa ya Jesus Saint of Good News Shalom Church hapa Bagira, Bukavu. Mpango ulikuwa ikinipangiwa siku ya leo kusudi tuweze tukaojeana pamoja kwa ajili ya maandiko matakatifu. Mchana mzima nitafuta muda sikupata kwa ajili ya mambo mengi, hasa mambo ambayo tulikuwa ndani ya kilio. Mwana memba wetu mmoja alipoteza mamake, lakini kama Mungu ametusaidia kwa muda wa jioni kupata muda wa kuzungumza, ni neema kutoka kwa Mungu. Na ndivyo kama tumekuwa tayari, tutaanza na maombi. Tutaomba Mungu. Baba yetu uliye juu mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuna moyo wa shukrani kwa neema hii ambayo umetupatia kwa usiku wa leo kusudi tuweze tukazungumza tena katika forumu hii kwa ajili ya kufunzana tena, kila mmoja ajisikie amemjenga mwingine kupitia neno lako. Tunahitaji neno lako likatembee katika ulimwengu mzima, popote pale ambapo palipo wanamemba wa kikundi hiki, hii Conference de Grandeur. Tunahitaji mkono wako ulio hodari ndio uweze kukatuguse neno lako likafanye jengo katika maisha yetu, likatumbie kipya pale ambapo shetani alikuwa ameleta mambo ambayo sio pendeza. Mkono wako ulio hodari ufanye jambo jipya kwa ajili ya maisha ya kila mmoja. Tupatie neema ya kuweza kuojeana kupitia neno lako, ili neno hili liwe mbegu itakayoota katika maisha walio wengi na katika huduma zetu, katika hali yote tunayofanyia kazi, katika karama mbalimbali tulizo nazo. Tujisikie neno lako limeleta kipya katika maisha yetu. Asante Jehova kwa kuwa umeifanya. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Bila kukawia, tutapima kusoma maandiko matakatifu. Nimepata neno fupi katika Biblia na tutaikuta katika Mezali ya 21 na mstari wake wa 21. Ni hapo nimeangaziwa neno ambayo imekuwa chakula chetu kwa siku ya leo. Nitapima kuisoma kwanza kwa Kifaransa, mbele ni tafsiri kwa Kiswahili. Mezali ya 21 mstari wake wa 21. Maandiko matakatifu yanasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi: Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Tunarudilia: Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Kama jinsi tunaisoma maandiko matakatifu, natuonesha katika Mezali kama kila mtu huyo andamaye haki, andamaye fadhili, mtu huyo atapata uhai, atapata haki na atapata heshima. Haleluya. Katika maisha yetu sisi sote ambao tumeitwa na Bwana, tumekuwa sote tukifuatisha namna ya Yesu Kristo. Na katika neno ile ambalo tunasoma katika Mezali, nimeona ndani mmekuwa karakter mbili za Mungu. Mungu mwenyewe ni haki. Yeye mwenyewe ni wema, ni huruma, ni rehema kwa maisha yetu. Inahitajika sisi ambao tunaofanya kazi ya Mungu, sisi ambao tumeitwa na Kristo, tumfanane Kristo, kwa kuwa yeye ni mtakatifu na anahitaji wale wanaomtumikia wamtumikie katika utakatifu. Na kupitia hii tunaangalia mmekuwa mambo mawili ambayo tunahitajika tuandamane, ni haki na fadhili. Katika hii njia ya haki, walio wengi wanaokuwa katika kikundi ni watumishi, wanaoongoza vikundi, wanaoongoza watu, wanaotembea katika mipango mikubwa ya Mungu ya kuongoza wengine. Wamoja wako wa archbishop, wengine ni wa bishop, wengine wamekuwa
mapastor wengine wamekuwa maprofeta, wengine wamekuwa viongozi mbalimbali. Na katika kila kazi tunayofanya tumekuwa na ushirika na watu, na hao watu katika interdependence zetu na hao watu inahitajika tujue kama haki inahitajika, mtu kwa mtu kupokea haki kama jinsi inahitajika. Inawezekana walio wengi hawaifanyi kama jinsi inavyostahili, na katika kazi ya Mungu kumekuwa mambo mengi ambayo imetuma mambo kama na hayo yameonekana. Inawezekana haki imekosa, watu wanaotumika pamoja nasi wamekosa haki fulani, kwa kuwa kunakuwa mambo mengi ambayo watu wameiachia mlango kuingia. Kawaida tukiangalia kwa makazi, Mungu ametuita tuifanye kazi ya Mungu na amewaita watu tofauti. Kuna kuwa wale ambao Mungu amewaita waifanye kazi yake pasipo kufanya kazi nyingine, na ni wachache, na wengine wanajipatia hiyo njia kwa ajili ya tamaa zao wenyewe. Wameshindwa kufanya kazi ya mikono na wanabaki katika kuifanya kazi ya Mungu bila hata ya Mungu, na unakuta wanaifanya kila mmoja katika njia zake. Na kwa hiyo kazi, jinsi ya kuifanya kazi ya Mungu, kutafuta kuifanya na kinguvu fulani, watu huwa wanaingia katika mitego ya shetani. Wanasema Bwana amesema, ijapokuwa katika matabiri hiyo yote Bwana hakusema. Kwa kuwa hawakufanya kazi ya mikono, wanajikuta kama tumbo inaomba tu, jamaa inaomba, na inafikia pale kwenye watu wanafikia wanasema Bwana alisema, ijapokuwa yeye hakusema. Ni kusudi waridhishe tumbo zao. Wamekuwa watumishi hapo hapo, watumishi wa tumbo, kusudi waridhishe tamaa zao hapo hapo. Wanashindwa kupatia kila mmoja haki yake. Ninakuwa vita na migogoro katika makanisa, katika machumba za maombi. Mimi nakuwa nakusaidia kwa kazi, wewe unipatie yake kitu. Kwa kuwa unakuja jikuta mtu anapoangalia huyu mtu mweko ananilomba, yeye anafanyaka kazi fulani, mimi nakuwa kwenye mrago tu, mimi nakuwa kwenye kazi, kwenye madhabahu nikifanya kazi. Na watu wengi huwa wanapigana. Inakuwa kama kupigana, inakuwa kama kubishana, inakuwa kama kutokupatia mtu haki yake kama jinsi angeliipata. Kwa kuwa Mungu ametuita kuifanya kazi yake kwa umoja, na katika umoja kama kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza walikuwa na mambo yote shirika, na kila mmoja alikuwa akiuza hata mambo aliyokuwa nayo kusudi alete pesa wagawanyane kanisani. Lakini leo tumefikia pale kwenye kwa ajili ya mambo hayo niliyokuwa nikisema, wengi wanaacha kazi ya mikono, wanasema Mungu amemwambia atumike kazi ya Mungu bila kufanya kazi nyingine, japokuwa Mungu hakusema. Inafikia pale kwenye pesa ambazo zingeligaramia kanisa kwa kazi mbalimbali na kwa huduma ya watumishi wote, imekuwa pesa ya viongozi. Na hapo viongozi wanaanza vita na wale ambao zania kupokea kitu kupitia hizo pesa za sadaka, wamezikosa. Imekuwa vita, haki imekosekana. Na mtu anaposhindwa kupata haki yake, huwa akitamani kuitafuta sana, na anapoitafuta kwa njia zozote zile, ni hapo unakuta migogoro inakuwa katika kanisa. Kama wewe mchungaji, kama wewe kiongozi, kama wewe unayeongoza chumba ya maombi, umeshindwa kumpatia mwingine nayetumika naye kile ambacho kingemwangukia, sehemu yake ambayo ingemwangukia, pale tutakuwa hatukuenenda sawa na mapenzi ya Mungu, na haki inakosekana. Na itakapokosekana katika njia hiyo, jina la Bwana halitaheshimika tena, Kristo hatapata utukufu, na hapo inakuwa kuchafua kazi ya Mungu. Na ni hapo unakuta watu wengi wanashindwa kuingia makanisani, kwa kuwa kumetoka vita za pesa kwa ajili ya tamaa za watumishi wale ambao wamejidai kuwa watumishi, ijapokuwa wameshindwa kutembea sawa na uongozi wa Mungu, na wamekuwa empoli, kwa kuwa Mungu amesema watumike, wafanye kazi ya mikono, lakini kwa ajili ya udhaifu, kwa ajili ya uvivu, kwa ajili ya uoga ya kazi, kwa ajili ya kutokupenda kutafuta kazi, wanabakilia tu kwenye mirago wakitabiria kinyume ya mapenzi ya Mungu. Na hiyo sio mapenzi ya Mungu. Na Kristo atakuja hapa kesho, muda ambao hatujui, na atakuta watu wamebakia katika kakofoni, katika distraction yenye imebakia ya kupigania mambo ambayo hawangeliweza kupigania. Ijapokuwa kila mmoja angelifanya kazi ya mikono, tena kanisa ingelibarikiwa zaidi na pesa zingelikuwa nyingi zenye zitasaidia tena watu. Pia kama ingelikuwa heri, hata iwe madogo hata iwe makubwa, wanaoongoza wengine wangelijisikia wanakuwa na uhuru ya kuweza kugawanya na wengine. Na katika hiyo point ya kwanza ya haki, ningelipenda twende na hoja polepole. Mbele ningie katika deuxième point ya kuandamana na rehema. Ningelipenda nisukume nusu nikaendelee tena kama jinsi inahitajika niendelee. Kama jinsi tunakuwa tukihojeana na kuongozana kupitia neno la Mungu, jinsi tulivyosoma tu katika hii Mithali ya 21 na mstari wake wa 21, tukasema Biblia inasema kama yule anayeandamana haki na fadhili atapata uzima, uhai, atapata
haki na atapata pia heshima. Tumeingia hii kuandamana pia fadhili. Katika jinsi nilikuwa nikiyasema yale yaliyopitia hapo mbele kwa ajili ya kuandamana na haki, tunakuta watu wasiowapa wengine haki zao, huwa hawa watu wanakosa pia fadhili. Wamekosa moyo wa huruma kwa wengine, wanakosa moyo wa kuona kama mwingine ni bora kuliko mwingine. Inawezekana maisha ni magumu, tunaweza ikaikubali kwa kuwa mateso ya wenye haki ni mengi, lakini tujue kama ni Bwana ndiye anayetulinda nayo. Na mtu asingelikuwa wa kuchuchumia kujisaidia mwenyewe pale ambapo Mungu hayakupatia. Unasubiria muda wa Mungu kwa kuweza kuona huruma kwa wengine. Mtu anayeonea wengine huruma, hasa huyo mtu anayeongoza wengine, ni mtu ambaye anasikia magumu yake anayokuwa nayo kama iko sawa sawa na magumu ambayo mwingine anayo ipitia. Na katika kuiona magumu ya mwingine, katika kuiona shida za mwingine, katika kuona mahitaji ya mwingine, katika kuona kile kile mwingine analia, mtu atajisikia amehurumia mwingine, atasikia na mrehemu pale pia kwenye amemkosea. Atajisikia pia kujenga mwili wa Kristo kwa kujua kama kile kilichokuwa kosa kwenye fulani amenifanyia, inawezekana mimi nimekusha kifanzia mwingine, wale imewezekana na mimi ninaweza kifanzia mwingine. Na hapo unarehemu mwingine, unamfadhili, unamkubali jinsi alivyo. Unakuwa na moyo ya wema fulani ya kumuona kama jinsi wewe mwenyewe unajiona pale ambapo ungelikutana na shida fulani kama na hiyo. Hata kama moyo wako ungekuwa mgumu, na ungelijisikia tu kumrehemu, kwa kuwa umoja wetu unadumu. Sote tumeitwa kuwa katika umoja, na katika umoja kiungo kimoja kikiumia ni viungo vyote ambavyo vinaumia. Na katika hiyo rehema unakijikuta kama ni jicho imepata ajali fulani, mkono unakuwa mbio mbio ikitamani kutafuta kusaidia. Na ni hivyo mwili wa Kristo, rehema inahitajika, huruma inahitajika, kila mmoja kumuona mwingine kuwa bora kumliko. Na hapo kazi ya Mungu itashimama, na hapo kazi ya Mungu itakuwa yenye kupiga hatua mbele. Na ni hapo watu watajua kama kweli tunapendana, kwa kuwa rehema hii ambayo tunaiona, hii bonte ambayo tunaitarajia, tunaikuta kama nayo ni tunda la Roho ambayo inahitajika mtu awe naye, hasa mtumishi wa Mungu, kwa kuwa katika hii utajisikia kutembea vizuri na watu tofauti, kwa kuwa Mungu alituita kuwaongoza watu tofauti, na wote hawatakuwa kama jinsi sisi tulivyo. Na inawezekana wengine hawataomba hata msamaha, lakini tunawasamehe, tunawarehemu. Na ni hapo mwili wa Kristo unapanda mbele. Tunaweza tukawaonye, kuwafunza njia za Mungu, lakini tuwarehemu, tuwaondoe ile mizigo fulani, tuwafungulie milango ambayo tunawafungia ndani mwetu. Chuki sije kaingie ni karibu kanisa. Shetani asingelipitia hapo na kalete uchawi na kalete mambo fulani katika wale wanaokuwa viongozi wa wengine. Ndio maana nitafuta ambia mtu ali hapa anayesikia katika kituo chetu, kama inahitajika mtu aandamane rehema. Tamani kuwa na rehema, tamani kuishi pamoja na watu, tamani kuishi kwa amani na kila mmoja. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na ukamilifu, pasipo huu hakuna yule atakayemuona Mungu. Ndio maana ingekuwa ya maana sana maishani mwetu kila mmoja aandamane, atafute kwa bidii, afuate kwa bidii, afuate kuwa na huruma kwa wengine, arehemu wengine, awasamehe na fadhili, hurumie wengine, wakubali jinsi walivyo. Ukisha waonya na unawakubali hivyo, waombe msamaha wala sio ombe msamaha. Ukiona watu ni wagumu, wameumbika kitofauti, wamekuwa na mioyo ya mawe, bali ulete bras de fer na watu kama na hao, unawahurumia na kuwafunza tena jinsi ya kuendelea. Na ni hapo utapokea haya ambayo yanayofuata hapa. Bwana Yesu asaidie. Katika kuandamana na mambo haya haki na fadhili, kumekuja tunda tutakazozipata, na ni hizo tunafuatisha kwa hii nyingine audio ambayo imefika. Bwana Yesu asifiwe, taifa la Bwana. Biblia kama jinsi tunaendelea kusoma mshairi wetu tu wa Mithali ya 21 mstari wa 21, ambayo inayosema kama celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Tumekwisha kuona kama anayeandamana haki, anayeandamana na wema fulani na fadhili, mtu huyo atapata. Sasa ni hapa tunapenda kuzungumza mambo tutaweza tukaipate kwa kuandamana haki, kwa kuandamana pia huruma wala fadhili. Tutapokea nini? Biblia inatuonyesha kwanza tutapokea uzima. Uzima huu kunakuwa uzima wa roho na kunakuwa pia uzima wa mwili ambao tutakaoipokea, kwa kuwa yule anayeandamana haki, anayeandamana huruma, hii ni mtu ambaye anajipatia amani ya roho, mtu ambaye hapoteze furaha ndani mwake, ni mtu ambaye ana perenize, mtu ambaye amejiumbia uzima katika roho yake. Na ni hapo unapata uhai. Uhai huo ni
jambo ambalo kila mwanadamu hutafuta. Na tusingesema wanadamu tu, kila kiumbe, hata wanyama. Wanyama hawezi wakakuacha wafinye hivi hivi. Kusudi wapate inahitajika unafurnile for fulani ndio unapata nyama kama utaichinja. Hata kutembea mjia kuku haiwezi kuacha uifunyange mjia ambao unatembelea, itaruka tu na kimbia. Kwa kuwa uhai unahitajika sana. Hata mumea unapanda punja ya ragi kwenye mawe, itatafuta tu kutamani kutafuta nako kwenye jua, itaipata ikizungurusha tija yake katika hiyo mawe kusudi angalie na kama itafikia kwenye kuko rayon solaire, itafikia kwenye jua kidogo. Na hiyo yote ni kukimbia kifo. Kwa kuwa kila mmoja anapenda apate uhai kimwili na kiroho hivyo hasa. Mtu atakaye andamana haki, mtu atakaye andamana fadhili wala rehema kama na hii, huyu mtu maisha yake kwanza atakuwa akiishi ana furaha, atakuwa ni mtu mwenye ana uhai, atakuwa ni mtu mwenye anajisikia anastahimili majaribu fulani na atakuwa na furaha. Watu wengi hufa siku hizi na maAVC kwa ajili ya kufungia wengine katika mioyo, katika roho zao. Wamekuwa na maprison za kuwafungia wengine katika roho zao. Na wengi wanashindwa kuifanya kazi ya Mungu kwa kuwa wamekuwa na maprison za kuwafungia wengine ndani. Lakini kwa jioni ya leo, kwa usiku wa leo, nilipenda niambie mtu aliye katika hii jamii yetu, forum yetu ya Conference de Grandeur, kama tunapoandamana haki, kama tunapoandamana fadhili, rehema hizi, Mungu hutufungulia milango ya uzima na watu wataona kama tunaishi. Na ni hapo hii uhai ambao tutakuwa nayo itakuwa ni uhai ambao ni wa mwili kwanza, kwa muda mfupi ambao Mungu atatupatia hapa. Utajikuta katika maisha yetu tutakuwa wenye furaha na tutashindia hata hiyo miaka 80 ambayo Mungu amepatia wale walio wenye nguvu zaidi. Na kisha hiyo tutakuwa na uzima wa milele. Kwa kuwa katika kuishi kwa furaha, organisme ina develope kuishi muda wa kutosha. Tunapoishi katika huzuni, katika maisha mazito ya kuwafungia wengine, ya kutokuwapatia haki yao, ya kutembea katika ujinga fulani ule, ya kutokujua kurehemu wengine na kuwafungia katika mioyo yetu, unakuja kukuta watu hufa kwa haraka, watu uzeeka kwa haraka. Lakini Mungu angelitusaidia tupate uhai kwa kuwaachilia wengine jinsi walivyo na kuwakubali jinsi walivyo. Hiyo ni jambo ya kwanza. Tutakapoandamana na haki, tutakapoandamana na fadhili, tutapokea sisi uhai. Mwandishi anaendelea kusema tutapokea pia haki. Unaye nisikiliza kwa usiku wa leo, mtu asiyeweza kupana haki kwa mwingine, naye pia hatapokea haki, kwa kuwa yote ulipo hapa chini ya jua. Haki yako itaibwa tu. Kama kuna haki ya wengine ambayo umekula, Mungu atakulipisha nayo tu. Utakuta watumishi wameingiliwa na pepo za uzinifu, wanazini na mabinti za watu kwenye machumba za maombi, kwenye maofisi za makanisa, nao kesho watoto wao vile vile, kwa kuwa hakuna jambo litakalobaki bila malipo hapa chini ya jua. Nitaambia mtu mwenye yuko hapa, kama angeliweza kukubali kupana haki kwa mwingine kusudi naye apokee haki, kwa kuwa kila tupandacho hapa chini ya jua ndicho tutakachovuna. Ukipanda mabaya utavuna mabaya, ukipanda mema utavuna mema. Na ndiyo maana tujue kama ukipanda injustice utavuna injustice tutavi. Na hiyo itakuwa maisha ambayo haitakuwa ya furaha kama mtumishi wa Mungu. Ndiyo maana tuachilie watu, tuwafungulie mioyo yetu. Tusingeliwaacha katika maprison katika roho zetu, bali tungeliwafungua, tuwaache huru. Hata kama una gugumu fulani, tutajua kama mtu mgumu tu, lakini tunamwachilia. Asingelibakia na tulemea, tusingelikosa nafasi ya Roho Mtakatifu kama nafasi ya uongozi kwa ajili ya kuwabeba watu kwenye roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Anayeandamana na haki, anayeandamana na fadhili, mtu huyu hupata uzima, mtu huyu hupata haki, na hapo kwa mwisho mtu kupata heshima. Tunaenda ingilia katika hiyo heshima. Mtu akikuwa trop autoritaire anakosaka na heshima. Sasa hii heshima ambayo tunayosema hapa kwa mwili kwanza, kwa dunia hii kwanza, watu huipana kwa kila yule ambaye anayestahili. Heshima inakosa kupitia mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe anajiima heshima. Ukisikia baba anaanza sema amjue watoto amjue kama nyinyi kwa baba mwa nyumba, maana yake amekwisha kudefaire kuma responsibility yake, anatafuta kwa kutomboka ndio ajipatie heshima. Lakini taambia mtu mwenyeko na nisikiliza siku ya leo, ni attitude yetu tutakuwa nayo mbele ya watu ndio inatupatia heshima. Tukiwaheshimu watu nao watatuheshimu. Lakini Biblia inatuonesha hapa, utakapotembea kwa haki mbele ya watu wote, utakapowarehemu watu wote watakuheshimu.
Ingawaje walikuchokoza, ingawaje walikuweka kidogo kwenye chafu, ingawaje wamekukatalia mambo kaza wa kaza, lakini kama utatembea katika kuandamana na haki, kuandamana pia na fadhili, hawa watu fin de fin watakia sema tulikuwa na mtumishi. Inawezekana kwa kuwa walio wengi ambao tunaowaongoza hawaheshimu watumishi bali wangali hai. Mtu akishakufa ndipo wanasema tulikuwa na mtumishi. Lakini tungeliwafunza watu pia kuweza kuwathamini watumishi wao wangali hai, kuweza kuwapatia sukari wangali hai, kwa kuwa akishakufa, aliyekufa hana ushirika tena na walio hai, na hiyo heshima hata ijua tena kama alikuwa nayo. Lakini ndambia mtu mweko hapa, kusudi upate heshima katika maisha yako ya utumishi, katika maisha ya kuifanzia Mungu kazi, inahitajika udumu kwa maisha ya kuandamana na haki, ya kuwarehemu, ya kuwafadhili wengine, ya kuwakubali wengine. Na ni hapo tutajikuta maisha yetu imebadilika, huduma zetu zimenyanyuka, yote tuifanyayo imeenda mbele. Bwana Yesu abariki kila mmoja anayenisikiliza hapa. Pale ambapo umesikia neno la Mungu limekuingia na limekatakata mambo ndani mwako, tarajia kutengeneza. Tengeneza na nyumbani mwako, tengeneza na wajirani, tengeneza na wale tunaofanya nao kazi, ili tujenge mwili wa Kristo, tujenge mwili wa Kristo katika umoja ambao unaopendeza. Na ni hapo inahitajika tujue kama Biblia inasema, tazama ilivyo ya kupendeza watu kukaa pamoja kwa umoja. Amen, amen. Katika hiyo kutafuta haki, katika hiyo kuwarehemu wengine, uleta watu kuishi pamoja kwa umoja. Kinyume ya hiyo, watu utengana, watu haribiana majina, watu kimbizana, kazi ya Mungu kupata majeraha, kazi ya Mungu kurudia nyuma, jina la Kristo kuharibishwa na kuchekelewa, na wengine kurudia nyuma. Japokuwa maandiko matakatifu tuambia inampasa mtu anayemrudisha mmoja wadogo hao nyuma kufungiwa jiwe la kusagia shingoni na kusukumwa baharini. Ndio maana Mungu angetusaidia katika kila ile ambayo tumeweza tukaifanye, tuandamane na haki, tuandamane fadhili. Na ni hapo tutajikuta hayo yote tutakayoandamana kwa ajili ya wengine, kwa kutafuta amani na umoja na wengine, kuwapatia kila mmoja kile kinachomstahili. Ni hapo tutajikuta Mungu ametupatia uzima, Mungu ametupatia haki, na Mungu ametupatia heshima. Bwana bariki neno lake na liwe baraka kwa kila mmoja. Pale ambapo nimekuumiza, tafuta neno la Mungu takalo kuangazia pia, wala yule anaweza kukusaidia. Tengeneza ili umoja wetu na udumu na kazi ya Mungu iendelee vizuri, na shetani arudie nyuma na tuendelee mbele. Mbarikiwe sana. Nawatakia usiku njema kwa kila yule ambaye aliye disponible tena, na kila mmoja ajisikie iko huru kwa ajili ya kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana wabariki nyote. Amen, amen.